Wakiona umefika mbali, wataanza kukudescribe tofauti. Wakiona umesogea mbele, watakudescribe unaringa, tangu amepata kazi nzuri sasa hivi sio mwenzetu. Yaani maneno, na huwezi kumzuia mtu kuongea. Na kwenye jamii hivyo hivyo, mtaani usipoonekana pia yule huwezi kumpata, yule mpaka Jumapili, mpaka umtafute. Kwa hiyo maneno kama hayo yapo mengi, lakini kama ukientertain atakuumiza. Lakini kama wewe kwenye jamii una uhakika unashiriki kwenye familia vizuri, mimi sidhani kama ni kitu cha kudisturb. Sio kitu cha kudisturb, ni wewe mwenyewe na uongozi wako na kazi yako na biashara zako, uwe na msimamo. Of course, pamoja na kwamba kuna juhudi za kufanya mwanamke kuonekana kama yuko kwenye ngazi moja na mwanaume, lakini bado kuna sintofahamu kidogo kwenye namna ambavyo jamii imekuwa ikichukulia wanawake, hasa wanawake ambao huwa wanapata bahati ya kuwa viongozi kwenye baadhi ya idara. Kwa mfano mzuri, sisi hapa tunaye kiongozi wa idara katika idara ya mauzo, ni mwanamke. Lakini naamini changamoto kubwa wanayopitia ni kwamba kuna muda watu wanajaribu kutaka kumkosoa, sio kwa sababu ya namna anafanya kazi yake, ila tu ni kwa sababu ya yeye kuwa mwanamke. Kuparati wangu nishe kusikia. Jambo gani linakujia akilini ukisikia? Nanijia ni mwanamke mpambanaji, mwanamke mtafutaji. Yaani mwanamke ambaye hakai bila kufanya kitu chochote. Okay. At least anafanya kitu kidogo kinamuingizia kipato. Ambacho kinasaidia jamii au familia yake. Sawa. Kwa maoni yangu kuna jamii, katika jamii yetu kuna watu aina mbili. Kuna negative na positive. Kuna wengine wanaona ni sahihi kwamba kwa sababu anakuwa anasaidia. Mwingine akileta hichi yeye analeta hichi, kinakuwa kitu kimoja. Lakini kuna baadhi ya wengine wanasema wanakuwa wajeuri, mwanaume kama waliolewa wanasema mwanaume anakuwa huna kauli hivyo. Lakini kwa upande wangu mimi naona yani ni sahihi kwa wao kufanya hivyo. Na hapo wanawake hawa hata wanapofanikiwa bado wanakuwa wachache kulingana na maeneo ambayo wanatokea. Na huu uchache wao hasa ndio unaoleta ubaguzi, na wanaowabagua si tu kwamba wanabaguliwa na jinsia nyingine, yani wanaume, hapana, hata wanawake wenzao pia, kwa sababu ya picha ambayo ilikuwepo kwenye jamii ambayo ilikuwa ikionyesha kwamba ni mwanaume ndiye anatakiwa kufanikiwa kielimu, ni mwanaume ndiye anatakiwa kufanikiwa kwenye kila eneo, na mwanamke sehemu yake ilikuwa ni nyumbani. Kwa hiyo changamoto kubwa sana, mwanamke anapofanikiwa anaonekana ameenda kinyume na tamaduni, ameenda kinyume na taratibu, ameenda kinyume na mazoea ya watu. Kwa hivyo ni rahisi sana kutupiwa lawama, hata kama atakosea sawasawa na mwanaume anavyokosea. Ni rahisi sana kuonekana kwamba ana madhaifu, hata kama ana madhaifu sawasawa na mwanaume. Hii ni kwa sababu ya uchache wa wanawake viongozi ama waliofanikiwa katika nyanja hiyo. Je, maana halisi ya mwanamke wa kitaaluma ni nini? Wengi wetu tunaposikia mwanamke wa kitaaluma anayefanya kazi kwenye kampuni, tunamjua kama mwanamke mwenye kujiamini, mwenye mafanikio, anayejitegemea na mwenye nafasi nzuri kwenye kampuni. Lakini nyuma ya mavazi haya ya kitaaluma, nyuma ya mafanikio yake, nyuma ya mikutano, kuna hadithi ambazo hatuzioni. Mwanamke wa kitaaluma anakabiliana na majukumu ya kikazi na anakabiliana na matarajio ya jamii. Anakabiliana na changamoto za kazi na anakabiliana na majukumu yatokanayo na familia. Je, inawezekana kwa mwanamke wa kitaaluma kufanikiwa kikazi bila kutakiwa kuchagua kati ya taaluma na matarajio ya jamii? Je, inawezekana kwa mwanamke huyu kuchukuliwa sawa kama anavyochukuliwa mwanamume kwenye maeneo ya kazi? Katika makala hii tutazungumza na mwanamke wa kitaaluma, tutazungumza na mtaalamu wa jinsia, tutazungumza na wafanyakazi wenzie, tutazungumza na wananchi, yote katika kujaribu kuelewa mazingira ya mwanamke wa kitaaluma kazini. Kwa jina naitwa Irene Masawe, nafanya Kamaka Company Limited kwa takriban miaka zaidi ya 10 nikiwa kama marketing manager, na tuna branches 3 Kamaka Company Limited. Branch makao makuu iko hapa Mikocheni, kuna branch ya Tabata na branch ya Airport na branch ya Kinyamwezi ambayo ni kwa ajili ya delivery tu. Point sales ya station pale bado hatujaanza. Lakini Mungu akijalia miaka ijayo tunaweza tukafungua sales point station. Okay. Majukumu yako makuu kama marketing manager ni yapi? Okay, majukumu yangu makubwa ni kusimamia sales team ya branch ya Mikocheni. Pia kudili na wateja wakubwa mikoa yote.
miradi yote ya serikali, government institutions, na wateja wengine wa saizi ya kati ambao jukumu langu ni kugawa kwa timu, wale ambao wote wana wateja wa mikoani waweze kufuatilia na kuwapigia simu kwa ajili ya kupata mauzo zaidi. Cheo kinaweza kutuambia mtu anafanya kazi gani, lakini hakituambii safari iliyomfikisha hapo. Nyuma ya nafasi ya uongozi kuna miaka ya kujifunza, kufanya maamuzi, kujenga mahusiano na kukabiliana na changamoto ambazo mara nyingi hazionekani kwa macho. Changamoto hiyo pia nilishawahi kukutana nayo, moja ya kampuni hizi 3 ambazo nimezifanyia kazi. Hasa kwa upande wa wanaume, unasaini kazi inafanyika, lakini mmoja wapo atakwambia ana udhuru siku ya submission, atakwambia ana udhuru, lakini wewe binafsi unajua kibinadamu sio udhuru. Hakutaka tu kuwa controlled, kuambiwa afanye ile kazi na kusubmit kwa wakati. Kwa hiyo atakupa udhuru hivi, leo imeshindikana madam, labda kesho. Baada ya siku 2-3 mkurugenzi anakuuliza vipi, mbona ripoti bado? Unampa submission yako, nimepata ripoti kutoka kwa huyu, hawa bado, kwa nini? Huwezi ukasema kwamba wamekataa, hapana. Inabidi utumie maneno ya busara ili uweze kuongea na mkurugenzi aelewe. Baada ya muda fulani utamaliza hiyo kazi aliyokuwa assign. Na kutokana na uzoefu wako huo, unaona wanawake viongozi hukabiliana na changamoto zipi ambazo wanaume hawakumbani nazo? Moja, kwanza kukatalika. Kukatalika kwa sababu tu yeye ni mwanamke. Kukatalika kwa sababu ana jinsia ya kike. Pasipo kupima ujuzi aliokuwa nao, pasipo kupima namna ambavyo yeye anafanya kazi. Yaani inaweza katokea tatizo kwenye idara kwa sababu tu ni mwanamke, akajaribu kuliweka sawa au akajaribu kuongea. Idara ikamwona ameongea kwa sababu tu yeye ni mwanamke, ndio maana ametumia labda lugha ngumu au ametumia jazba. Lakini wanaume wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo nafikiri kama nilivyosema mwanzoni, bado kuna haja kubwa sana ya jamii kupata elimu ya kumchukulia mwanamke kama mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi. Mitazamo hiyo inawarudisha nyuma wanawake kwenye maeneo mengi. Wanawake wanapata wasiwasi ndani, lakini pia inatengeneza wanawake wengine, naweza kusema kwamba wenye nguvu zaidi, push zaidi, kubwa zaidi, ambayo hii sasa inaenda kuwafanya kujenga uadui na wanaume, ambapo sasa mwanamke yule sasa anaona sasa mimi naweza kuliko mwanaume alinikandamiza, sasa mwanaume ni adui yangu. Kwa hiyo ina aina mbili. Hiyo ya kwanza ya kuweza yeye mwenyewe kutengeneza uadui na jinsia nyingine, lakini pia yeye mwenyewe kushindwa kuendelea mbele, au wanawake wengine wanamwangalia kushindwa kuendelea mbele. Kwa sababu mwanamke huyu mara nyingi ametumika vibaya. Kama mfano, mwanamke ambaye akikosea katika hilo eneo, wanawake wengine wote wanajumlishwa na kurudisha nyuma. Tofauti na mwanaume ambaye amekuwepo kwenye hizo nafasi na anakosea kila siku, naendelea kupewa opportunities ama anaendelea kupewa nafasi ya kuendelea kwenye hayo maeneo. Lakini mafanikio yanapoongezeka, mara nyingine huja na aina nyingine ya changamoto. Swali si tena kama mwanamke anaweza kuongoza. Swali linakuwa, je, ujasiri, msimamo na maamuzi ya mwanamke hutafsiriwa kwa namna ile ile tunapoyaona kwa wanaume? Cha pili, kwa hii wanawake wengi ambao tuko kwenye viongozi, kubalansisha kidogo inakuwa kazi, lakini Mungu ndo anayetusaidia, kwa sababu mwanamke kama mwanamke wa familia unatakiwa utenge muda kwanza wa watoto, pili wa mume, na wewe mwenyewe bado una vitu vyako vya kufanya, bado kuna kazi, bado kuna jamii. Kwa hiyo ni kuelewana, kikubwa ni kuelewana na mwenza wako ili uweze kufikia malengo yako, kwa sababu wewe pia una malengo yako, unataka kufika mahali. Kwa hiyo namshukuru Mungu niliweza kubalance na upate pia walezi wazuri, wadada wazuri ambao wanaweza wakakaa na watoto. Jioni lazima ukae na familia, uongee nao. Weekend lazima utenge angalau kwa wiki siku moja tu, uweze ukakaa na familia full time, siku nzima nyumbani, uweze kuangalia familia inaendeleaje, maendeleo ya watoto shule. Siku ukiwa na off, hata kama ni masaa mawili katikati ya wiki, utembelee hata mashuleni kwa watoto, uongee na walimu wao. Kwa sababu muda wa kusafiri ni mkubwa. Kuna kipindi unaweza kwa mwezi hapa Dar es Salaam nakaa wiki moja tu, hizi wiki nyingine zote nakimbizana na barabara. Kwa hiyo ni ngumu kidogo, inabidi kidogo ujenge ukaribu na familia zaidi.
Changamoto za kimfumo ni nyingi kama ambavyo tulisema hapo awali. Changamoto moja hapo ni kumwamini mwanamke kama anaweza. Kwa sababu mwanamke sehemu yake kwenye mila, jamii, tamaduni zetu, hata katika nchi zilizoendelea sehemu ya mwanamke ilikuwa ni nyumbani. Na hiyo ilitokea tangu enzi na enzi, tangu huko kwenye masuala ya maendeleo ya viwanda, nasema industrial revolution, kwamba wanawake sehemu yao ilikuwa huko. Hata ukienda kufanya kazi walikuwa wanapewa kazi, wanalipwa kidogo kuliko wale ambao wana kazi ile ile inayofanya na mwanaume. Hata kupiga kura kwenye masuala ya kidemokrasia wanawake walikuwa hawaruhusiwi kupiga kura, na hii inatokea hata kwenye nchi kama Marekani pia. Kwa hiyo imekuwa hivyo tangu zamani. Kwa hiyo ni swala la mifumo ambayo ilikuwepo, ambapo ilijenga hizo fikra potofu ambazo tunasema stereotypes, ambazo zimekuwa zikizuia. Na hizo si tu kwamba zinaendaje kwenye mifumo, zinabebwa na watu wenye hisia, watu wenye wanalinda huo mfumo wa kuendelea kumkandamiza mwanaume, ambao wao wanajiona wako sahihi, ambapo si sahihi, kutokana na kwamba kuna nafasi sawa sawa kati ya mwanamke na mwanaume katika njia za kujipatia uchumi, njia za kujipatia elimu, kupata afya na maeneo yoyote yale ya maendeleo. Na mara nyingi kumekuwa na upotofu ya kudhania kwamba mwanamke anaposema kwamba kuna changamoto ya kimfumo basi anataka kuwa sawasawa na mwanaume, lakini utofauti upo, ambapo kwenye masuala ya jinsia unaonekana tangia muundo na hali ya mwili wa mwanamke mpaka muundo na hali ya mwili wa mwanaume. Tofauti zipo, lakini kinachotakiwa ni kwa fursa sawa za haki ya ustawi wa jamii, ndizo ambazo tunazisema, ambazo hizo sasa ndizo zina changamoto ya kimfumo kwa wale ambao hawaelewi kwa nini wanawake wanatakiwa kupewa nafasi sawa na wanaume. Kwa sababu malezi kwanza sio kitu kidogo. Kwa hiyo kuweza kubeba majukumu ya kampuni na pia kuwategemeza nyumbani kwenye upande wa kulea familia inaweza kwa namna fulani kumwathiri. Nafikiri kuna haja sana ya kujaribu kulitazama upya namna ambavyo tunaweza tukampunguzia mzigo mwanamama ambaye ana mzigo kwenye ofisi yake. Nachojaribu kusema ni kwamba kwenye jukumu la familia kuna haja kubwa pia ya baba kushiriki upande wa familia, sasa ndio kumpunguzia mzigo. Ila huko kazini lazima uonyeshe ubora ule ule. Kwa sababu kazini hatujaji mtu kwa jinsia, tunajaji kwa kazi unayofanya kulingana na ujuzi ambao uko nao. Lakini nyumbani kuna baadhi ya majukumu ambayo tumeshayatengeneza kama ni majukumu ya mwanamke. Kwa hiyo nilikuwa natamani kuona hata wababa pia wakiparticipate kwenye majukumu ya familia. Kwa mfano, unaweza ukivipangilia vitu kwa usahihi. Na katika maisha vitu vikienda kwa nidhamu, lazima vitu viende sawia. Mtu anaweza akafanya mambo yake kama mama, anaweza kufanya mambo yake kama mfanyakazi, au anaweza kufanya mambo yake kama rais, kama nani, kwa vyote, ila vinaenda kwa mpangilio. Anaweza tu akaamua kwa sasa hivi mimi niko kazini, nitaplay hivi. Mimi ni mtu wa kazini, mimi ni mtu wa hivi, kwa hata kama nikisema kitu changu kitaenda kazini. Sasa hivi niko nyumbani, nitaplay kama mama. Muda wangu kuwapikia, muda wa kumfanyia mume wangu kitu fulani, muda wa kumfanyia mtoto wangu kitu fulani. Sasa hivi niko sehemu fulani. Yote inaendana na mipangilio. Kiuhalisia mwanamke amechukua nafasi njema kabisa katika sehemu zetu za kifamilia. Yeye ndo anahusika na kutengeneza tabia za watoto, kulinda familia. Kwa hiyo sehemu nyeti katika society yetu amepewa mwanamke. Kwa hiyo hata hivyo kwenye mantiki ya kibiashara nayo ni namna hiyo hiyo, wamepewa nafasi katika sekta za HR, katika sekta za unesi. Kwa hiyo wamepewa sehemu ambazo ni very empathetic na warmth, ambazo wanacheza roles zao katika maeneo yao. Kwa mimi naona wanatakiwa wabadilishe mtazamo kwamba wanawake yani hatuwezi bila wao. Sasa hivi hapana, tunaweza bila wao. Ndio. Yani tunaweza, ukitupa misingi bora na imara, tunaweza na tutafanya kitu kikubwa kuliko wazidi wao. Wanawake wangapi ni wabunge? Mtaani kuna wanaume wangapi? Lakini tunaona sasa hivi wanawake wanaongoza, wana vyeo mbalimbali tizidi hata wanaume. Kwa hiyo tunaamini wakibadilisha hizi mila na desturi kwamba mwanamke hawezi, sisi mwanamke ni kiumbe dhaifu, mwanamke hivi, unyanyasaji, tutakuwa vizuri sana. Wanawake kwanza wana juhudi. Wanawake wengi wana juhudi na wengi wao wameaminifu sana. Sidhani kama kuna tofauti kubwa sana kufanya kazi na mwanamke na mwanaume. Lakini wanawake wana upekee wao kwa sababu nafikiri kwa hivyo ambavyo wanakatalika nao wanajaribu kuonesha juhudi zaidi ili kuthibitisha kwamba wanaweza kufanya kila kitu sawa sawa na ambavyo wanaweza kufanya.
Serikali inatakiwa iendelee kuboresha sera na mifumo. Kwa mfano sera hizi za malezi, wape wanawake nafasi ya kupumzika nyumbani kulea mtoto. Kubaki miezi mitatu bado haitoshi kumlea yule mtoto. Ama mwingine ana watoto mapacha, ama amezaliwa na watoto na changamoto, waongezewe siku zaidi. Miezi 6 it's a fair ground, yani kwamba mtu anaweza kumlea yule mtoto ipasavyo. Pili, kuboreshaji wa hata likizo hizi zinazotokea. Changamoto ni nyingi kwa wanawake kiafya, hormones na vitu vingine. Hizi zikiboreshwa, lakini elimu zaidi kwa jamii kujua kwamba mwanamke ana haki sawa za kiafya, za kielimu, za kiuchumi sawa na mwanaume. Elimu hiyo endelee kuzungumzwa na isionekane kama ni vita, ionekane kama ni lengo la kuendelea kuboresha jamii bora ambayo itaweza kusaidia watu waweze kusaidiana kwa pamoja. Na unadhani vyombo vya habari vina nafasi gani katika kubadilisha simulizi kuhusu wanawake wa kitaaluma? Vyombo vya habari vina nafasi kubwa sana. Nafikiri hao naweza kusema ni custodians, ama wao ndo wanabeba ajenda yote. Kwa sababu ni vyombo hivi vya habari leo ndio tunaona namna gani ambavyo vimekuwa vikiwakandamiza wanawake kitaaluma, wanawake wenye nafasi za kisiasa, wanawake wenye nafasi mbalimbali za kibiashara. Wao wanawake wamekuwa kikandamizwa zaidi na vyombo vya habari na namna utoaji zile taarifa zao, wakimportray kwamba yule mwanamke ni mkosaji ama yule mwanamke hafanyi anachotakiwa. Mwisho wa siku sasa inatengeneza jamii yenye uadui na wanawake waliofanikiwa, badala kuangalia kama ile ni positive ama ni kitu chanya cha kuweza kuboresha hii story na kufanya mwanamke aliyofanikiwa kama ataisaidia jamii yote. Kwa hiyo nafikiri vyombo vya habari vijikite zaidi kuelewa na kupewa ufahamu kwenye masuala ya kijinsia na namna ya kuripoti ili kuweza kusaidia jamii iende na misingi sawa. Kwa mfano, changamoto iliyotokea kwa mfano ile ya kusema ukumiliki wa mali. Si dhambi kwa mwanamke kumiliki mali na sheria inaruhusu na kila kitu kiko sawa, lakini namna inavyotafsiriwa kwenye vyombo vya habari na vyombo vya habari vinavyoruhusu vinavyofanya ni tofauti na ambavyo ipo. Mtu anakata clip fulani tu, hajachukua story nzima, hajaielezea. Kwa hiyo watu wanaenda kuwachukia wanawake waliofanikiwa badala ya kuangalia lengo kubwa lilikuwa ni nini. Lengo kubwa ni kuendelea kuinua watu na jamii, na akifanikiwa mwanamke umefanikiwa jamii nzima. Ungependa watu wakueleweje kama mwanamke wa taaluma na kiongozi? Mimi ninachoweza kusema, mimi pamoja na kwamba niko kazini kama kiongozi, bado naweza nikasema ni mama bora kwa familia yangu, kwa sababu niko nayo karibu, na mpaka hapa nilipofikia namshukuru Mungu, na miaka 24 ya ndoa na watoto 2. Wa kiume yuko chuo mwaka wa 2 na last born wa kike yuko form 5. Lakini tusikate tamaa. Ninachoweza kusema, hata wengine wanaweza kudefine tofauti, lakini mimi ninachowashauri wanawake wenzangu, tusibaki na kazi moja. Yani niko kwenye nafasi basi nishikilie ile nafasi then familia uiweke pembeni. Hapana, vyote vinawezekana kupanga. Unaweza ukawa kwenye ajira na bado familia ukaihudumia na bado ukawa na kazi nyingine pembeni ambayo ni ya familia. Unaweza kujikwamua zaidi. Asante sana. Asante. Safari ya mwanamke wa kitaaluma haitokei sehemu moja. Inatokea kazini, inatokea nyumbani na inatokea kwenye jamii. Tunafanyaje kuhakikisha mwanamke wa kitaaluma halazimiki kuchagua kati ya taaluma yake, familia yake na matarajio ya jamii? Kwa sababu nyuma ya kila cheo kuna mwanadamu. Nyuma ya kila mafanikio kuna safari. Na nyuma ya kila mwanamke wa kitaaluma kuna hadithi ambayo pengine hujaiona. Na hii ndio hadithi zaidi ya cheo cha mwanamke. Asante kwa kutazama.